Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Damu Hussein. Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni je, vita vya Iran vimemaliza akiba ya Marekani ya makombora ya kuzuia mashambulizi ya anga. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameamua kuahirisha mpango wa kupanua mashambulizi dhidi ya Iran, huku mjadala ukizidi kushika kasi mjini Washington kuhusu kiwango cha akiba ya makombora ya kuzuia mashambulizi ya anga na risasi za mfumo ya ulinzi wa anga ya Marekani. Magazeti ya New York Times na The Wall Street Journal nukuu maafisa wa Marekani yameripoti kuwa suala la akiba la silaha pamoja na juhudi za kuendeleza diplomasia ni miongoni mwa mambo yaliyotuliwa maanani kabla ya uamuzi huo kufikiwa. Hata hivyo, The New York Times imeripoti kuwa mojawapo ya wasiwasi mkubwa wa maafisa wa Marekani ni kupungua kwa akiba ya makombora ya kuzuia mashambulizi ya anga yanayotumika kulinda kambi za kijeshi za Marekani na maslahi yake ya pamoja na washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati dhidi ya mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani kutoka Iran. Kwa mujibu wa taarifa ya gazeti la Wall Street Journal, Trump alikanusha madai kuwa Marekani inapungua akiba ya silaha, akisema tuna akiba kubwa zaidi ya risasi kuliko nchi nyingine yoyote duniani, kubwa zaidi hata kuliko tunavyohitaji. Wasiwasi huo hauhusiani na vita vya sasa pekee. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, jeshi la Marekani limetumia akiba hiyo katika operesheni mbalimbali kwa wakati mmoja, ikiwemo kukabiliana na mashambulizi ya Wahuthi dhidi ya meli za kibiashara katika bahari ya Sham, kuisaidia Israel kujihami dhidi ya makombora ya Iran, kuipatia Ukraine msaada wa kijeshi na kulinda makumi ya maelfu ya wanajeshi wa Marekani walioko Mashariki ya Kati. Matokeo yake ni kwamba baadhi ya makombora ya kisasa na yenye gharama kubwa zaidi ya kuzuia mashambulizi ya anga yametumika kwa kasi ambayo, kwa mujibu wa baadhi ya wataalamu wa taasisi za utafiti, hata viwanda vikubwa vya ulinzi nchini Marekani haviwezi kuzalisha upya kwa haraka. Pentagon haitoi taarifa kuhusu kiwango cha akiba cha silaha zake kwa sababu za kiusalama. Na hata hivyo, maafisa wa Marekani wameendelea kukanusha ripoti zinazodai kuwa akiba ya makombora na risasi zimepungua kwa kiwango kinachotia wasiwasi. Aidha, waziri wa ulinzi wa Marekani aliwahi kuelezea madai hayo kuwa ni propaganda zinazotolewa na vyombo vya habari. Kwa mujibu wa Wall Street Journal, kamanda wa kikosi cha Marekani katika Mashariki ya Kati, CENTCOM Admiral Brad Cooper, anaamini kuwa licha ya kupungua kwa akiba ya makombora ya kuzuia mashambulizi ya anga, Marekani bado ina uwezo wa kuendeleza operesheni zake za kijeshi. Anaeleza kuwa kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya Iran kunaweza kudhoofisha uwezo wa Tehran kurusha makombora, jambo ambalo litapunguza hitaji la kutumia makombora mengi zaidi ya kujihami. Kadri mjadala kuhusu akiba ya makombora ya Marekani unavyozidi kushika kasi, ndivyo maswali yanavyoibuka kuhusu kiwango ambacho vita vya hivi karibuni, hususan mzozo wa Iran, vimeathiri uwezo wa nchi hiyo kujilinda dhidi ya mashambulizi ya makombora, na iwapo sekta yake ya ulinzi inaweza kuzalisha kwa haraka silaha zinazotumika vitani. Majibu ya maswali hayo yanaweza kuwa muhimu si tu kwa mustakabali wa mzozo kati ya Marekani na Iran, bali pia kwa utayari wa Washington kukabiliana na migogoro mingine inayoweza kuzuka katika maeneo mbalimbali. Vita vya Iran vilikuwa na athari kubwa kwa silaha za Marekani, hasa makombora ya kuzuia. Shinikizo kwenye akiba ya makombora ya Marekani ya kuzuia mashambulizi ya anga halikuanza na vita vya hivi karibuni dhidi ya Iran pekee. Hata hivyo, hali hiyo ilifikia kiwango ambacho, kwa mujibu wa gazeti la The New York Times, kilikuwa miongoni mwa sababu zilizoathiri uamuzi wa ikulu ya Marekani kuhusu iwapo waendelee au ipanue operesheni za kijeshi. Kwa hakika, kabla ya kuanza kwa mgogoro wa moja kwa moja na Iran, mifumo ya ulinzi wa anga wa Marekani ilikuwa tayari ikikabiliwa na mashambulizi ya Wahuthi katika bahari ya Sham kwa miezi kadhaa. Baadhi ya akiba ya makombora aina ya Patriot ilikuwa imetolewa kwa Ukraine, na meli za Marekani pia zilikuwa zikitumia makombora ya kuzuia mashambulizi aina SM-3 na SM-6 wakati wa mashambulizi ya Iran dhidi ya Israel mwaka 2024. Baada ya kuzuka kwa vita vipya, Iran, mbali ya kuishambulia Israel, ilifyatua mamia ya makombora ya ballistic na ndege zisizokuwa na rubani kuelekea kambi za Marekani na nchi za Kiarabu katika Ghuba ya Uajemi. Mashambulizi hayo yalizuiwa kwa kiasi kikubwa na mifumo ya Patriot, THAAD na mifumo ya Aegis iliyowekwa kwenye meli za kivita za Marekani.
Hata hivyo, kuzuia makombora ya ballistic ni gharama kubwa. Kelly Grieso, mtafiti katika taasisi ya Timson, ameiambia shirika la habari la BBC kuwa kulingana na taratibu za kawaida, makombora mawili ya kuzuia mashambulizi hufyatuliwa dhidi ya kila kombora la ballistic linalokuja ili kuongeza uwezekano wa kuliharibu. Iwapo hayo mawili yatashindwa, kombora la tatu linaweza kufyatuliwa. Kiwango cha mafanikio ni kikubwa. Matumizi ya makombora hayo ya kuzuia mashambulizi huongezeka kwa kiasi kikubwa zaidi kuliko idadi ya makombora yanayokuja. Iran ilitumia mbinu ya kurusha ndege zisizokuwa na rubani za gharama nafuu na baadhi ya makombora yake ya gharama nafuu, na hii ndio sababu ya Iran kuweza kuhakikisha inamaliza mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani. Hata hivyo, bei ya gharama ya hali ya juu iliyotumiwa na Marekani ni kubwa mno kuliko kile ilichokifanya. Katika operesheni ya siku za kwanza ya Epic Fury, Marekani ilitumia zaidi ya nusu ya akiba yake ya kabla ya vita makombora ya kuzuia mashambulizi ya Kimo Patriot pamoja na THAAD. Na kwa mujibu wa tathmini hiyo, mfumo wa THAAD ndio ulibeba mzigo mkubwa zaidi kwa operesheni hizo. Kwa hakika, hata kabla ya vita vya hivi karibuni, matumizi ya makombora hayo yalikuwa yamefikia kiwango ambacho haijawahi kushuhudiwa katika historia hivi karibuni ya jeshi la Marekani. Siku mbili baada ya kumalizika kwa vita vya siku 12 mwaka 2025 mwezi Juni, General Dan Kane, mwenyekiti wa jopo la wakuu wa majeshi ya Marekani, alitangaza kuwa operesheni ya kulinda kituo cha jeshi la anga cha Al Udeid huko Qatar dhidi ya mashambulizi ya makombora ya Iran ilikuwa operesheni kubwa zaidi ya hatua moja ya mfumo wa Patriot ya kudungua makombora katika historia ya jeshi la Marekani kufikia wakati huo. Kwa mujibu wa tathmini iliyofanywa na taasisi ya uchambuzi ya Jinsa Jewish Foundation for National Security Affairs of America, takribani makombora 30 ya mfumo wa Patriot yalifyatuliwa ili kudungua makombora 14 tu ya ballistic ya Iran yaliyolenga kituo cha Al Udeid, hatua iliyogharimu kiasi kinachokadiriwa kuwa dola milioni 111. Kulingana na makadirio ya kituo cha mafunzo cha kimkakati cha kimataifa Center for Strategic and International Studies, Marekani ilikuwa na takribani makombora 360 ya kuzuia mashambulizi ya aina ya THAAD, 2330 aina ya Patriot, 410 aina SM-3 na 1160 aina ya SM-6 kabla ya kuanza kwa vita vya hivi karibuni dhidi ya Iran. Makadirio haya yanatokana na hesabu zilizofanywa na waandishi wa ripoti hiyo kwa kutumia data za bajeti na ununuzi kutoka Wizara ya Ulinzi ya Marekani. Naitwa Dam Hussein, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike.